Ndugu wapendwa, kwa kuwa huyu mwana wetu ambaye ni ndugu na rafiki yenu karibu atapewa daraja ya ushemasi, fikirini kwa makini ukuu wa madaraka atakayopewa. Akiimarishwa kwa kipaji cha Roho Mtakatifu, atamsaidia askofu na mapadri wake katika huduma ya neno, ya altare na ya upendo, naye akijifanya mtumishi wa wote. Akishakuwa mhudumu wa altare, ataihubiri Injili, ataandaa vipaji kwa ajili ya sadaka ya Ekaristi na kuwagawia waamini mwili na damu ya Bwana. Aidha, kama atakavyoamriwa na askofu, utakuwa wajibu wake kuwaonya na kuwafunza katika mafundisho ya Kikristo waamini na wasio waamini, kuongoza sala, kubatiza, kusimamia ndoa na kubariki, kuwapelekea waliopo kufani kwa mnyopamba, kuongoza ibada ya mazishi. Akiwekwa wakfu kwa kuwekewa mikono kadiri ya mapokeo yaliyotoka kwa mitume, shemasi anaunganishwa kwa undani zaidi na altare, na hivyo atatekeleza huduma ya upendo kwa jina la askofu au paroko. Naye atayatenda yote kwa msaada wa Mungu, hivi kwamba nyote mtambue kuwa ni mfuasi halisi wa Kristo, ambaye alikuja si kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia. Nawe mwana mpendwa sana, utakayepewa daraja ya ushemasi, Bwana amekupa kielelezo ili kama yeye alivyotenda nawe utende vivyo. Hivi punde utakuwa shemasi, yaani mtumishi wa Yesu Kristo ambaye alijidhihirisha kati ya wanafunzi kama mtumishi. Yatimize mapenzi ya Mungu kwa moyo wote katika upendo. Watumikie watu kwa uchangamfu kama unavyomtumikia Bwana. Maadamu hakuna anayeweza kuwatumikia mabwana wawili, tazama kila uchafu na uchoyo kuwa kama utumishi wa miungu. Nawe ukipokea kwa hiari daraja ya ushemasi kama wale walioteuliwa hapo kale na mitume kwa ajili ya huduma ya upendo, unapaswa kuwa mtu anayeshuhudia kuwa mwema, mwenye kujawa na Roho Mtakatifu na hekima. Nawe utaitekeleza huduma yako katika hali ya useja, nayo itakuwa ishara na kichocheo cha upendo wa kichungaji na chemichemi yenye kuzaa matunda mengi ya kiroho hapa duniani. Maana ukiongozwa na upendo mnyofu kwa ajili ya Kristo na ukiishi kwa moyo wa ibada ulio safi katika hali hii, utaambatana kwa urahisi zaidi na Kristo kwa moyo usiogawanyika. Utakuwa huru zaidi kwa kumtumikia Mungu na wanadamu, na mwepesi zaidi kutoa huduma yako ili wote wapate kuzaliwa upya kama wana wa Mungu. Ukiimarishwa na kuthibitishwa katika imani, ujidhihirishe kama mtu asiye na doa wala lawama mbele ya Mungu na wanadamu, kama vile wapasavyo wahudumu wa Kristo na wagawaji wa mafumbo ya Mungu. Wala usikose kuitumainia Injili, ambayo wewe lazima uwe si msikilizaji wake tu, bali pia mhudumu. Nawe litunze fumbo la imani katika dhamiri iliyo safi, na lile neno unalolihubiri kwa kinywa lidhihirishwe kwa matendo yako, ili Wakristo wote wakihuishwa na Roho Mtakatifu wafanywe kuwa dhabihu iliyo safi na ya kumpendeza Mungu. Nawe katika siku ya mwisho utakapokwenda kumlaki Bwana, upate kumsikia akisema, vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Mwana mpendwa sana, kabla hujajiongea kupewa daraja ya ushemasi, ya kupasa kudhihirisha mbele ya watu nia yako ya kupokea madaraka hayo. Je, wataka kuwekwa wakfu kwa ajili ya huduma ya kanisa kwa kuwekewa mikono yangu na kwa paji la Roho Mtakatifu? Nataka. Je,
Wataka kutekeleza huduma ya ushemasi kwa unyenyekevu na upendo kama msaidizi wa mapadre na kwa maendeleo ya taifa la Kikristo? Nataka. Je, wataka kuishi siri ya imani katika dhamiri safi asemavyo mtume, na kuihubiri imani hiyo kwa maneno na matendo kadiri ya Injili na mapokeo ya kanisa? Nataka. Je, wataka kujitoa mhanga kwa Bwana Yesu na kutunza daima useja kwa ajili ya ufalme wa mbinguni katika huduma ya Mungu na wanadamu? Nataka. Je, wataka kutunza na kukuza roho ya sala kadiri ya hali mpya ya maisha yako, na katika roho hii kutekeleza kwa uaminifu sala ya vipindi pamoja na taifa la Mungu na kwa ajili yake na pia kwa ajili ya ulimwengu mzima kulingana na hali yako hii? Nataka. Je, wataka kulinganisha bila kukoma maisha yako na mfano wa Kristo ambaye mwili na damu vyake utavigusa altareni? Kwa msaada wa Mungu nataka. Je, waahidi kunipa mimi pamoja na waandamizi wangu heshima na utii? Na ahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako hilo tendo jema, yeye mwenyewe alikamilishe.